Ni mara nyingine tena mtazamaji, tunakutana hapa ni kujuze yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa baada tu ya Marekani kufanya mashambulizi makubwa nchini Irani kufuatia amri iliyotolewa na rais wa Marekani Donald Trump kwamba Irani ishambuliwe. Hatimaye Irani imejibu mashambulizi hayo kwa ukali usio wa kawaida kwa kushambulia vituo vya Marekani vya kijeshi vilivyoko Bahrain pamoja na Kuwait kwa makombora pamoja na droni. Irani imesema imeanzisha mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya Marekani kwa kulenga vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyopo Bahrain na Kuwait baada ya Marekani kufanya mashambulizi mapya dhidi ya maeneo ya kijeshi nchini Iran. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, IRGC, lilidai kuwa limefyatua makombora na ndege zisizo na rubani, yani drones, kuelekea vituo vya Marekani katika nchi hizo mbili. Nchini Bahrain, Irani ililenga maeneo yanayohusishwa na uwepo wa kijeshi wa Marekani nchini Bahrain, ambako kuna makao makuu ya meli ya 5 ya jeshi la Marekani, US Fifth Fleet. Serikali ya Bahrain imesema ving'ora vya tahadhari vilisikika na mifumo yake ya ulinzi wa anga iliwekwa katika hali ya kukabiliana na tishio hilo. Nchini Kuwait, jeshi lilitangaza kuwa mifumo yake ya ulinzi wa anga ilikuwa ikikabiliana na tishio la makombora na drones. Kuwait ni mwenyeji wa vituo muhimu vya kijeshi vya Marekani, ikiwemo maeneo yanayotumiwa na jeshi la Marekani katika operesheni zake za Mashariki ya Kati. Mashambulizi hayo yalisababisha tahadhari kubwa katika eneo la Ghuba, huku Bahrain na Kuwait zikiwaonya raia kuwa tayari kuelekea maeneo salama endapo ving'ora vitasikika. Hatua hiyo imeongeza mvutano kati ya Tehran na Washington, huku kila upande ukiushutumu mwingine kwa kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano. Kama ambavyo Iran imekuwa ikifanya mara zote, imekuwa ikilipiza kisasi pindi ambapo inashambuliwa. Yaani wakishambuliwa, Irani hawakai kimya kabisa, huwa wanalipiza kisasi haraka iwezekanavyo kwa kutumia makombora pamoja na drones. Irani ina utajiri mkubwa wa drones, lakini pia ina utajiri mkubwa wa makombora. Ni nyenzo zake muhimu za kivita pindi ambapo wanakuwa katika mgogoro na taifa hasimu kwenye upiganaji wa vita. Na Bahrain na Kuwait jana zilishuhudia mashambulizi makubwa sana usiku kutokana na kile ambacho Marekani ilikifanya. Yaani ni vile tu picha pamoja na video hazijawekwa hadharani nini ambacho kilikuwa kimetokea huko Bahrain pamoja na Kuwait, lakini Irani imejibu mashambulizi hayo haraka iwezekanavyo kwa ukali kabisa. Sasa mtazamaji, hapa naomba nikwambie kitu kimoja. Unaweza kujiuliza kwa nini kila siku Irani wanasema kwamba wanashambulia kambi za Marekani ambazo zipo Bahrain na Kuwait, na wengine wamekuwa wakiuliza maswali kwenye uwanja wa comment kwamba kambi hizo hazijamalizwa tu mpaka leo hii, kwa sababu kipindi kile cha vita tulishuhudia kambi hizo zilipigwa vibaya mno. Sasa jibu ni kwamba leo hii ufahamu kuanzia sasa kwamba unaposikia kambi sio eneo dogo, kambi ni eneo kubwa sana, na Marekani katika kambi zake za Mashariki ya Kati wamechukua maeneo makubwa sana. Yani zile military base zao ni kubwa kiasi kwamba kuna maeneo mengi ambayo yanatumika na wanajeshi wa Marekani. Hivyo Irani unaposikia imeshambulia, huwa wanashambulia maeneo yote kidogo kidogo. Kama anashambulia kusini mwa kambi, anashambulia kaskazini, anashambulia katikati, anashambulia mashariki au magharibi mwa kambi. Yani maeneo mbalimbali ambayo anashambulia yako sehemu tofauti tofauti katika kambi hizo. Ndio maana kila siku unasikia kwamba Iran imefanya mashambulizi katika kambi hizo. Kwa hivyo licha ya idadi kubwa ya wanajeshi kuondoka katika kambi hizo, lakini bado kuna wanajeshi ambao wamesalia katika kambi hizo hadi hivi sasa wakiendelea na operesheni zingine za kijeshi, kwa sababu hata hizi operesheni ambazo tunasikia zinafanyika pale nchini Irani zinaratibiwa sana na kambi hizi, hasa pia pale nchini Kuwait wamekuwa kiratibu mashambulizi haya yanayofanywa huko nchini Irani. Basi kwa taarifa zaidi mtazamaji wetu, endelea kuungana nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare. Nitakujuza yote yanayojiri katika anga za kimataifa.